baba mwingine akatuita, "Oh mama Jiden." Tukasema wewe mtoto akatoka kwa nyumba mbio, kutoka kwa mbio akapanda juu ya stairs. Akaniita, "Auntie, mtoto amekufa." "Mtoto mgani?" "Hatujui." Baba akakimbia mbio mpaka kwa kanisa. Akaenda kuita watu wa kanisa kuja. Wakabeba mtoto ashtuki, wakamfanyia nini ashtuki. Ndio sisi tukajunianga kwa mtoto amekufa. Labda mimi kwa majina naitwa Fida Mwai. Jana mimi nilikuwa nataka kuja huku nichungulie kitu, kaniambia usitoke huko. Mimi nikabaki na mtoto. Sasa ni watoto wengine walikuwa wameenda kanisa, wakarudi. Kurudi walikuja na mama hapa hivi. Kuja na hapa akakuja akaita mama mwingine, baba mwingine akatuita, "Oh mama Jiden." Tukasema wewe mtoto akatoka kwa nyumba mbio, kutoka kwa mbio akapanda juu ya stairs. Akaniita, "Auntie, mtoto amekufa." "Mtoto mgani?" "Hatujui." Baba akakimbia mbio mpaka kwa kanisa. Kwenda kusema kwa kanisa. Mama akatoka huko akasema, "Huyu si mtoto wangu." Modhani sijui nini hapa, akaanza kuongea kwa Kikuyu. Akaenda kuita watu wa kanisa kuja. Wakabeba mtoto ashtuki, wakamfanyia nini ashtuki. Ndio sisi tukajunianga kwa mtoto amekufa. Labda wewe mlipoitwa kuchungulia mlipata mtoto akiwa aje? Alikuwa amelala tu na alikuwa anafanya kitu chochote. Na alikuwa amemfunga kitu kwa shingo. Kwa majina naitwa Regina Wangui Mwangi wa hii mtaa ya Posho Mill Kerema. Kulikuwa jana Sunday. Tukaenda kanisa na watoto wangu wawili na service ikaisha. Vile service iliisha, kuna venye watoto wanaenda kusomea side yao ya Sunday school. Sasa walikuwa na huko na sisi tunasomea side ya wazazi. Service ikaisha. Nikatoka, kulikuwa na every month wa mwezi wa 6 huwa kuna kikundi cha madaktari wanakuja kutupima pressure na sukari, na walikuwa wamekuja na nikapimwa na nikamaliziwa. Kutoka sasa hapo nje ya kanisa nikauliza kijana yangu mdogo, "Ako wapi mtoto?" Kijana akaniambia, "Sijui mtoto kwenye yako." Nikamwambia, "Sunguka hivi kwa uwanja na mimi nipitie hii side nyingine twende tutafute mtoto." Nikasunguka na yeye akasunguka, tukapatania kwa uwanja. Tukakuwa hatujapata mtoto, tukaingia Sunday school kwa hiyo darasa yao ndani, bado nikamkosa. Tukatoka nje ya gate sasa ya kanisa. Kutoka kukakuwa kuna jamaa fulani ana kaduka hapo. Amechungulia kwa kanisa yetu, amesimama sasa kwa ukuta, anaitana na huku inside the church. Anauliza nani amepoteza mtoto. Haya, nikamsongea juu already nilikuwa hapo nje ya gate. Nikamsongea nikamuuliza, "Ati unasema nini?" "Ati hapana, kuna mtoto amelala pale na sijui ni wa nani." Nikasema, "Kuna mtoto ninatafuta, ni msichana ama ni kijana?" Huyo jamaa akaniambia ni msichana. "Amevaa aje?" Akaniambia amevaa jeans na ako na trench coat ya purple. Nikajua tu huyo ni mtoto wangu. Huyu jamaa walikuwa na majamaa wengine wawili. Mmoja akanishautia akaniambia na amekufa. Haya, sasa mimi ikabidi nimeenda mbio kwa hiyo side yenye alikuwa ananiambililia kwenye mtoto wako. Kwa kusema ukweli nikaenda nikapata mtoto amelala hapo tu chini. Nikamuinua, nikaona kweli ako unconscious kabisa. Nikamtoa suruali nikamwangalia, nikaona amejiendea choo, but hii side nyingine hakuwa ameguswa. Mimi nikaekelea nduru juu, nikapiga nduru nikirudi tu kwa kanisa ndani. Nikarudi sasa, nao watu wakatake tension, wakarudi sasa kwenye scene ilikuwa wanakimbia na huko. Wakaenda wakaangalia kweli, wakaona mtoto. Hawakusema ameaga juu mtoto alichukuliwa na akapelekwa Kenlards Hospital. Tukaenda huko, already tukifika mtoto alikuwa ashakufa. Kuna askari walikuja kadhaa. Sasa vile mtoto alikuwa confirmed amekufa, si tukaambiwa tumpeleke PNN, nao wao askari wengine na DCI wakapanda hiyo area ya church. Vile walipanda hiyo area ya church, kwa church yetu hapo nje ya gate kuna kuaga na CCTV ya boma fulani imeface tu sasa church yetu hivi. Na kwenye scene ilifanyika kwenye mtoto aliuliwa, bado kuna boma nyingine na bado iko na CCTV hapo. So vile tulitoka PNN kupeleka mtoto, tukasema acha tupitie sasa hapo
kwa church nionyeshe, tulikuwa na brother zangu walikuwa wamenifuata. Nikaambia brother zangu, hebu twendeni niwaonyeshe kwenye mtoto amekufa. Vile tulifika kwa church tukapata kweli ma-DCI wako huko, washachukua ripoti ya CCTV wanaiangalia. Hata sikuwapeleka kwenye mtoto alikufia, kwanza tukaingia kwa hiyo boma kuona hiyo CCTV. Ni kweli tuliona. Tukaona a certain girl anachomoka kwa kanisa. Kama huyu mtoto wangu amemfuata nyuma, but anamuongelesha, it's like anamwambia twende hivi. Wakaenda wakafika kwa kona fulani. Sasa CCTV ya hiyo gate ikafika mwisho, haikuchukuliwa hapo. Sasa the other CCTV ikatusaidia kucapture from the hii yenye imeachia mpaka hapo mbele. Ikatuonyesha bado msichana wanaenda tu wakafika to place sasa yenye alinyongea huyo msichana. Huyu mtoto wangu nilikuwa nimemdress ina trench coat na jeans na nilikuwa nimemfunga kaskafu. Sasa hako kaskafu ndio kwa CCTV inaonyeshana hiyo tu kaskafu ndio alimnyonga nayo, juu anaonekana tu akibendi hivi anamnyonga na anamwangalia na anaona amekufa. CCTV natuonyesha akirudi anarudi mpaka kwa kanisa. Haya, all of a sudden vile amerudi kwa kanisa anachukua mtoto wao anamshika mkono. Akimshika mkono hivi sasa vile nimepiga duru watu mob, sasa watu wa kanisa wanakibiria na huko. No, yeye kwenye anaonekana yeye amesimama tu as in haedi kwenye sini imefanyika, of which anaelewa Kenya amefanya na hapo. No, yeye hata yani yeye anajiangalilia tu venye watu wanakimbilia, amesimama tu hivi. Haya, kutoka hapo Olo Inoro alienda bado. Akaenda, sasa sikufuatilia vile alienda juu sasa already mtoto alikuwa ashachukuliwa, akakuja akaekwa hospitali na akaenda Kenrad akakuwa confirmed amekufa. Sasa ifo ndio kulikuwa jana. Msichana mwenyewe simjui, nilimuona jana after kushikwa na polisi. Ndio nilimuona, no sijawahi muona. But yeye anasema, nikimuuliza vile alishikwa huko polisi anamuuliza unanijua? Ati nakuonaga tu kanisa. Na mtoto wangu unamjua? Namjua. So mtoto wangu anamjua, no mimi anasema ananionaga tu kwa kanisa. Anaulizwa tu hata nao ma-DCI, kwa nini ulifanyia huyu mtoto hivi? Anasema ati mimi nachukiaga tu huyu mtoto. Ifo ndio alijibu, namchukiaga ati tangu nikuje hii kanisa nachukiaga tu huyu mtoto. Mtoto anaitwa aje na ako na miaka ngapi? Mtoto anaitwa Margaret Wanjiru Kirathe na ako na miaka 3 na miezi 4. Kwa kusema ukweli, tangu nikuje hii kijiji sioni kama nimekoraidi na anybody. Sioni, sina mtu ati nasikiaga nimekoraidi na yeye. Kwa hiyo boma kwenye anakaa nasikia ni adapted to that family. So hao watu anakaa nao si wazazi wake, na anasomea huko ile shule inaitwa anasomea shule ya hapa Hill na ako form 4. Nisikia anaitwa sijui Stella, sijui sikushika jina yake vizuri. Alikuwa ameingia nursery EPP play group. Alikuwa ameingia shule. Kanisa tulikuwa tumeenda tu kawaida vile tunaendaga saa 4, service inaanza saa 4. So by saa 4 nilikuwa kwa church. But na service ikaendelea tu vizuri. Na mtoto akakuja na akaniambia mama nataka sweetie, na nikampea sweetie. Na vile nimekuambia ilikuwa ni siku ya health board, kuna vile sasa ule alikuwa na preach, kuna time sasa health board ni mambo na afya ya mwili. Kuna vile alituambia tufanye exercise, it's like if bend nini. Kwa hiyo hali mtoto akaingia na akapata tumesimama wote tunafanya exercise, na yeye akaanza kufanya na tukamaliza. Na akaniambia mama, sasa vile tulimaliza tumekaa chini, nikampea simu. Akakaa nayo kidogo, akasikia hataki simu. Akaniambia mama, mimi nasikia kwenda nje na nasikia bado kupupu. Nikamwambia aisai kupupu na tukitoka home ulikuwa umeenda. Haya, sasa hata sikushughulika. Akaniambia acha niende nje, na akaenda. Sasa vile it was around hiyo time tukimaliza service, it was around saa 6 hivi. No, saa 7. Juu hiyo kitendo ilifanyika saa 8. So, okay, sielewa exactly time, but mimi naona tulimaliza church saa 7. So tuseme by before saa 8 hiyo ndio nini ilifanyika. Peter Kirathe, na mimi ndio baba hii mtoto mnasikia
aliuawa jana. Mimi sikuwa karibu, niko upande ya Nyeri. Kumaliza kanisa nikaenda mkutano ya wazee inaitwa CMA. Kumaliza mkutano ndio mimi napata simu, nikapata nimepigiwa na chifu ya hapa missed call. Ajamu wengine tunafanya kazi na hawa ya area hii na watu wengine, ndio nikashindwa iko nini. Sasa kupiga simu ya mama mtoto ndio nikajibiwa na mtu mwingine akaniambia kuja hapa Kenders Hospital. Nikamuuliza kuna nini? Akaniambia kumetokezea tumeleta Shiro hapa na hayuko. Sasa nikataka kujua ni kitu gani imeendelea. Ndio nikapigia huyo jamaa mmoja tunafanya kazi na yeye hapa. Sababu nilikuta pia yeye amenipigia simu mara 5. Ndio akaniambia nipigie chifu. Sasa kupigia chifu ndio akanieleza vile iliendelea. Kasikia mtoto alitolewa kwa kanisa, akapelekwa huko nyuma, akanyongwa na kupelekwa hospitali akawa confirmed amekufa. So kutoka hapo nilifuatilia, nikaambia vile kunaendelea. CCTV imeonekana ni a young lady ambaye alimpeleka huko na akamnyonga. Baadaye nikifuatilia tu nikasikia amefuatilia ni kama amejulikana na ameshikwa. Kushikwa kupelekwa polisi, hakupeana sababu nzuri ile inaweza fanya adhulumu hiyo mtoto wangu. Anasema tu nilimshukia. Anasema tu nisikia alikuwa mwanzo alikuwa amesema ni alishikwa na kispirit fulani ikamuonyesha amuue. So mimi sina mengi ya kusema sababu sikuwa na hiyo mambo, iko na upande ya uchunguzi wanaendelea kupeleleza. Lakini kwa mafikirio yangu nafikiria hawa wasichana ni wale wanakuwa possessed. Sababu kuua mtu kama ni mtu ambaye alikuwa ni ile mtu unomo kuua mtu, huwezi ua mtu na urudi hapo kwa kanisa. Huwezi ua mtu ambaye ni kitendo unaitaka capital offense na uende ukae nyumbani tu. So nafikiria hii watoto wetu ni kama wameingia hii madini ya Illuminati. Ni mtu anakaa kama ni possessed. Huwezi ua mtu alafu tena ukiulizwa tu unajibu tu ni kama mchezo tu. Ni kama hakuna kitu serious umefanya. So ningeambia wazazi, ukikaa na mtoto yako jaribu kumuelewa, jaribu kuangalia mienendo yake. Na hawa pia sasa vile tunaenda kama social priestess kama kanisa, wewe chunga mtoto yako. Sababu sijui kama alikuwa ametumwa kwa hiyo mtoto na vile anasema anamshukiaga, sijui kama anaishi kumtafuta. Kwa majina naitwa Lides Wachira. Mimi ni Sub County Police Commander Nakuru North. Na kwa wakati huu tuko na huzuni. Kwanza sababu ya kisa kilichotokea jana hapo PCA Sharon Mchanganyiko, mahali mtoto alipatikana amekufa hapo tu karibu na barabara. Na baada ya uchunguzi kufanywa, tukaomba majirani ile CCTV wako nayo watuonyeshe tuweze kujua ni kitu gani iliendelea. Na baada ya kuangalia ndio ilijulikana kwamba mtoto aliongoza mwenzake kampeleka huko nyuma na hapo wakaweza kumnyonga. So hicho ni kitendo cha huzuni, na huyu mtoto wote tuseme ni watoto, sababu mwenye kutekeleza kitendo na mwenye kufanywa kitendo ni mtoto. Na baada ya uchunguzi tuliweza kumshika na akawekwa katika cell zetu na ako kwa mikono ya wapelelezi hawa wa DCI, na anachunguzwa tujue kiini cha hii kitu ni nini, ama ile kitu isukuma huyu mtoto kufanya kitendo hicho ni nini. Na sababu wote ni watoto na the victim, the subject is
a child in need of care and protection because that age. Kwa hivyo atachunguzwa na atapelekwa mpaka hospitali tujue the state of mind, ile kitu ilimsubua kwa akili yake ni nini, ndio ifika kuua mwenzake, na baada ya hayo sheria itachukua mkondo wake. Kwa majina ni Alice Nyagothie ama Mama Julius. Mimi ni jirani ya Mama Aiso na Mama Shiro. Huyo mtoto aliuawa. Niseme ni sisi wote kama mzazi ako na jukumu yake ya kujua mtoto wake vile mienendo yenye anaenda nayo. Hata shule saa zingine unaona mtoto alikuwa mzuri akienda shule. Wakati mwingine unaangalia huyu mtoto mnaona amegeuka, hata ujui, yani vile ulikuwa unamjua, unaona huyu mtoto haendi na ile mwenendo inastahili. Sasa tunashindwa mpaka mashule kama kuna hii nini ya Illuminati ama kuko na nini juu hatujui. Tunasema mpaka serikali iingilie mpaka kwa mashule ndio kujulikane aje kama kuna kitu iko mpaka kwa mashule ndio watoto wetu waende na njia inastahili.